بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye amemteremshia mja wake kitabu wala hakukifanya kina upogo, kimenyooka sawa ili kitoe onyo adhabu kali kutoka kwake na kiwabashirie waumini watendao mema kwamba watapata ujira mzuri wakae humo milele, na kiwaonye wanaonena Mwenyezi Mungu ana mwana. Wao hawana ujuzi wa jambo hili wala baba zao, ni neno kuu hilo litokalo vinywani mwao, hawasemi ila uongo tu. Huenda ukajihiliki nafsi yako kwa ajili yao, wasikitikia kwa kuwa hawayaamini mazungumzo haya. Kwa hakika tumevifanya vilioko juu ya ardhi kuwa ni pambo lake ili tuwafanyie mtihani ni nani kati yao wenye vitendo vizuri zaidi. Na hakika sisi tutavifanya vyote vilio juu ya ardhi kuwa kama nchi iliyopigwa na ukame, bali unadhani ya kwamba wale watu wa pangoni na maandishi walikuwa ni ajabu miongoni mwa ishara zetu. Vijana hao walipokimbilia kwenye pango walisema, Mola wetu mlezi, tupe rehema itokayo kwako na tutengezee uongofu katika jambo letu. Tukayaziba masikio yao kuwalaza humo pangoni kwa muda wa miaka kadhaa wa kadhaa, kisha tukawazindua ili tujue ni lipi katika makundi mawili lililohisabu sawa muda waliokaa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Kahf imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka isipokuwa aya 38
na aya zinazoanzia 83 mpaka 101. Basi zimo aya 20 za Madina, nayo imeanzia kumhimidi Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuiteremsha Qur'ani tukufu na kubainisha kuwa Qur'an ni onyo na bishara. Ndani yake lipo onyo kwa wanaodai kuwa ati Mwenyezi Mungu ana mwana, na humu imetajwa hamu kubwa alionayo nabii ya kutaka waamini wale anaowaita kwenye milingano wa Mwenyezi Mungu. Kisha kikatajwa kisa cha Ahli Kahf, watu wa pangoni waliolala usingizi kisha wakaamka baada ya kukaa katika pango lao muda wa miaka 300 na tena wakazidishiwa 9. Na watu hao walikuwa Wakristo waliokuwa wakikimbia udhalimu wa mtawala wa Kirumi. Wakalala katika pango muda huo, kisha wakaamka, ili kuwa ni ishara ya uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu kufufua baada ya kufa. Kisha baada ya hayo Mwenyezi Mungu akamwamrisha kusoma Qur'ani na aitumie kwa kuonya na kubashiri. Kisha imebainishwa hali ya watu wa peponi na watu wa motoni. Na Mwenyezi Mungu akapiga mifano ya watu wawili. Mmoja tajiri anajitapa kwa mali yake na wanawe, na wa pili anatafakari kwa Mwenyezi Mungu wake. Na amebainisha subhanahu kuwa ulinzi wake ndiyo wa haki. Na tena subhanahu ameeleza starehe ya duniani inayopita na neema ya daima au adhabu chungu ya siku ya kiyama. Tena subhanahu ametaja hadithi ya Musa pamoja na mja mwema aliyepewa elimu kutokana na Mwenyezi Mungu. Na katika kisa hichi inapatikana sura ya vipi mtu anaweza asijue mambo hata akiwa nabii mtume katika mitume imara, yani ulul azmi, kwa kudra yake Mwenyezi Mungu, ila ikiwa yeye Mwenyezi Mungu akimjulisha. Tena anatajwa Dhulqarnaini na kufika kwake mashariki ya mbali na alivyojenga ukuta, kisha yatakayokuwa siku ya kiyama na malipo ya waumini na elimu ya Mwenyezi Mungu na maneno yake yasiyomalizika. Na sura ikahitimishia kwa kueleza njia ya kumridhi subhanahu. Kuhimidiwa, yani kusifiwa na kushukuriwa kwa wema, anastahiki Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye amemteremshia mja wake Muhammad hii Qur'an, na wala hakujalia kuwa ndani yake kipo chochote cha dosari kilichokwenda kombo na kuacha usawa, bali ndani yake mna haki tupu isiyo na shaka yoyote. Na Mwenyezi Mungu amejalia Qur'ani imesimama, imenyoka sawa sawa katika mafunzo yake, ili kuwaonya wanaokufuru na kukataa kuwa watapata adhabu kali tokayo kwa Mwenyezi Mungu, na iwape bishara njema wanaoisadiki, ambao wanatenda vitendo vyema, ya kwamba watapata malipo mazuri. Malipo hayo ni pepo watakayokaa humo milele. Na kiwaonye kwa njia mahsusi wale waliomsingizia Mwenyezi Mungu kuwa ana mwana, na hali yeye ametakasika kuwa kama viumbe, akawa mwenye kuzaa au akazaliwa mtoto wake. Wala wao hawana ujuzi wowote wa hayo, wala baba zao hawakuwa nao huo. Ni uzushi mkubwa mno huu wa kutoa neno hili vinywani mwao. Wayasemayo ni uzushi, na wala hapana uzushi mkubwa kushinda huu. Ewe nabii, usijihiliki nafsi yako bure kwa kuhuzunika na kusikitika kwa kuacha kwao kuitikia wito wako na kuisadiki hii Qur'an. Sisi tumewaumba kwa kheri na shari, na tumevifanya vilio juu ya ardhi ni pambo lake kwa ajili ya manufaa ya watu wake. Hivyo tunawatendea vitendo kama ni mtihani, wapate kudhihiri kati yao wenye amali njema. Basi aliyepumbazwa na ulimwengu na asishughulikia akhera huwa amepotea, na aliyeiamini akhera huwa ameongoka. Baada ya kumalizika dunia, sisi tutavifanya vyote vilio juu ya dunia kama ardhi tambarare isiyo na mimea, baada ya kuwa imeamirika kwa mazao ya kijani yenye uhai. Waliopumbazwa na starehe za dunia wanakanya kufufuliwa, ilhali hakika mambo inathibitisha pana uhai baada ya usingizi mrefu. Na hichi kisa cha watu wa pangoni kwenye mlima na bao lililoandikwa majina yao baada ya kufa kwao hakikuwa ni ajabu ya pekee, tukaziache ishara zote nyinginezo. Ijapokuwa kisa hicho si cha kawaida,
lakini hakikuwa ndiyo cha ajabu kushinda ishara zetu nyingine zenye kuonyesha uwezo wetu. Taja pale walipokwenda hao vijana kwenye pango, wakafanya hapo ndipo pahala pa kujificha baada ya kukimbia ushirikina na washirikina kwa hifadhi dini yao. Wakasema, ewe Mola wetu mlezi, tupe maghfira kutoka kwako na utulinde na adui yetu, na tusahilishie hidaya na taufiki katika mambo yetu. Tukaipokea dua yao hiyo, tukawalaza kwa salama katika hilo pango kwa muda wa miaka kadhaa wa kadhaa. Kisha Mwenyezi Mungu aliwaamsha baada ya kulala kwa muda mrefu, ili matokeo yake yawe ni kudhihirisha ujuzi wetu ni nani katika makundi mawili aliyosibu kukisia muda wa kulala kwao. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Sisi tunakusimulia habari zao kwa kweli. Hakika wao walikuwa ni vijana waliomwamini Mola wao mlezi, na sisi tukawazidisha uongofu na tukazitia nguvu nyoyo zao waliposimama na wakasema, Mola wetu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi, hatutamwita mwinginewe kabisa badala yake kuwa ni Mungu. Hivyo itakuwa tumesema jambo la kuvuka mpaka. Hawa watu wetu wameshika miungu mingine badala yake yeye. Kwa nini basi hawawatolei uthibitisho ulio dhahir? Na nani aliyedhalim zaidi kuliko anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu? Na mkijitenga nao na vile wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu, basi kimbilieni pangoni, akufungulieni Mola wenu mlezi rehema yake, na akutengenezeni ya kukufaeni katika mambo yenu. Na unaliona jua linapochomoza linainamia kuliani mwao kutoka hapo pangoni, na linapokuchwa linawakwepa kushotoni, na wao wamo katika uwazi wa pango. Hizo ni katika ishara za Mwenyezi Mungu, ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa basi huyo ni mwenye kuongoka, na anayemwacha kupotea basi hutampatia mlinzi wala mwongozi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Mtume, sisi tunakusimulia habari zao kweli kweli. Hakika hao walikuwa vijana katika zama zilizopita,
ambao walikuwa wameshika dini ya haki, walimwamini mola wao mlezi kuwa ni mmoja tu, na ila hali wamezungukwa na washirikina. Na sisi tukawazidisha wawe na yakini, na tulizithibitisha nyoyo zao juu ya imani na subira ya kuvumilia shida pale waliposimama mbele ya watu wao, wakasema kwa kujifunga kwa ahadi, ewe mola wetu mlezi, wewe ndiye wa haki, mola mlezi wa mbingu na ardhi. Sisi hatumwabudu mungu mwinginewe, wala hatutoiwache itikadi hii. Wallahi, tukisema jinginelo basi itakuwa tunasema hilo mbali kabisa na kweli. Kisha wakaambiana wenyewe kwa wenyewe, hawa watu wetu wamemshirikisha Mwenyezi Mungu, lau kuwa wameleta hoja iliyo wazi ya kuthibitisha uungu wa hivyo wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Hakika watu hawa ni wenye kudhulumu kwa vitendo vyao hivyo, wala hapana aliyezidi udhalimu kuliko mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa kumsingizia washirika. Na wakaambiana wao kwa wao, maadamu sisi tumejitenga nao hao katika ukafiri wao na ushirikina wao, basi kimbilieni pangoni mlinde dini yenu. Mola wenu mlezi atakukujulieni maghfira yake, na atakusahilishieni mambo yenu kwa njia za kukufaeni katika maisha yenu. Haijulikani kwa hakika ni nani hao ahli kafi, wala zama zao, wala hilo pango liko wapi waliokimbilia hao vijana. Pamoja na hayo, hapana ubaya kuchunguza, huenda pakapatikana mwangaza japo kidogo juu yake. Ilivyokuwa Kurani tukufu imetaja kuwa hao walikuwa ni vijana waliomwamini mola wao mlezi, basi hapana budi kuwa wao na watu wao waliteswa kwa sababu ya dini, hata wakaona hao vijana wakimbilia pangoni kujificha. Na tarehe ya zamani inataja kuwa yalikuwako mateso ya dini katika nchi za mashariki ya kale yaliyotokea nyakati mbalimbali. Tutataja katika yafuatayo mateso mawili, huenda mojawapo likaelekea na kisa hichi. Ya kwanza yalitokea zama za mfalme wa Kisaluki Antiochus wa 4, aliyeitwa kwa jina la kupanga na Vivanis, kiasi ya mwaka 176 hadi mwaka 184 kabla Kristo. Huyu aliposhika ufalme wa Shamu na akawa amemili mno kwenye ustaarabu wa Kigiriki na elimu zake, aliwalazimisha Mayahudi wa Palestina, nayo ilikuwa chini ya Shamu tangu mwaka 194 kabla Kristo, washike dini Kigiriki, na akavunja sheria zao na akanajisi hekalu lao kwa kuweka humo sanamu la Zeus, mungu mkuu wa Magiriki, juu ya madhabahu yani kibulani, na kumtolea mihanga ya nguruwe humo. Tena huyo mfalme aliteketeza kwa moto nakala za Taurati zote alizozipata. Kwa mwangaza huu yaonekana kuwa hawa vijana walikuwa ni Mayahudi, na kwao ni popote katika Palestina au hasa ni katika Yerusalemu. Na ikawa wakaamka mnamo mwaka 126 baada ya Kristo, zama za utawala wa Warumi wa mashariki, yani kabla kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na kulikuwa kiasi mwaka 571 baada ya Kristo, kwa kiasi ya miaka 445 takriban. Ama mateso ya pili yalitokea zama za ufalme wa Kirumi Hadriatus, mwaka 117 hadi mwaka 138. Mfalme huyu aliwatenda Mayahudi kama alivyotendea Antiochus tuliyekuisha mtaja sawa sawa. Matokeo ya hayo ni kuwa Mayahudi walitangaza uasi dhidi ya utawala wa Kirumi mwaka 132. Wakawafukuza askari wa ulinzi wa Kirumi, wakaiteka Yerusalemu, na wakatoa sarafu yao ya makumbusho ya ugombozi wa mji mtakatifu. Wakashika hatamu za utawala kwa muda wa miaka 3. Mwishoni Hadriatus na jeshi lake wakagutuka, wakaushinda uasi na wakairudisha Palestina chini ya utiifu, na wakairudisha Yerusalemu, na wakauvunjilia mbali wananchi wa Kiyahudi kabisa. Viongozi wa Mayahudi wakauawa na Mayahudi wakauzwa sokoni kuwa watumwa. Matokeo ya hayo ni kwa mambo yote ya Kiyahudi aliyapiga marufuku Hadriatus, na akapiga marufuku mafunzo ya Kiyahudi na sheria zao.
kwa mujibu wa mwangaza huu wa tarehe, yaonekana kuwa vijana hawa walikuwa ni Mayahudi, na pahala pao ni popote katika Mashariki ya Kale au katika Yerusalemu yenyewe. Yaonekana kuwa waliamshwa mnamo mwaka 435 baada ya Kristo, yaani kabla ya kuzaliwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama kwa miaka 130. Yaonekana kuwa yale mateso ya mwanzo yameelekeana zaidi na kisa hiki cha watu wa pangoni, kwa sababu yalikuwa ni ya shida zaidi. Ama mateso ya Kikristo hayaelekeani na kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallama. Na lile pango lilikuwa kwenye mlima, lina nafasi ndani, lilielekea kaskazini, linapigwa na upepo mzuri. Jua likichomoza mwanga wake huwa kuliani mwao, na miale yake huwa mbali nao, na likichwa huwa kushotoni mwao. Kwa hivyo lile jua halipigi ndani ya pango, na kwa hivyo walisalimika na joto la jua, na upepo wa kaskazini unawaingilia. Na yote hayo ni katika ishara za kudra ya Mwenyezi Mungu, na anayepata taufiki ya Mwenyezi Mungu kuokoka basi huokoka, na aliyekosa taufiki hatopata wa kumwongoa baada yake. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستطيع
تستفت فيهم منهم أحدا nawe utawadhania wa macho na hali wamelala, nasi tunawageuza kulia na kushoto, na mbwa wao amenyoosha miguu yake ya mbele kizingitini. Kama ungeliwatokea hapana shaka ungeligeuka kuwakimbia, nawe umejaa hofu. Na kwa namna hii tuliwainua usingizini wapate kuulizana wao kwa wao. Alisema msemaji katika wao, mmekaa muda gani? Wakasema, tumekaa siku moja au sehemu ya siku. Wakasema, Mola wenu mlezi anajua zaidi muda mliokaa. Hebu mtumeni mmoja wenu na hizi fedha zenu ende mjini, akatazame chakula chake kipi kilicho bora kabisa, akuleteeni cha kukila. Naye afanye mambo hayo kwa busara, wala asikutajieni kabisa kwa yeyote. Kwani wao wakikutambueni watakupigieni mawe au watakurudisheni katika dini yao, na hapo hamtafanikiwa kabisa. Na namna hivi tuliwajulisha kwa watu wapate kujua ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, na kwamba saa haina shaka. Walipokuwa wakigombania jambo lao wao kwa wao, walisema, jengeni jengo juu yao, Mola wao mlezi anawajua vyema. Wakasema walioshinda katika shauri yao, bila shaka tutawajengea msikiti juu yao. Watasema, walikuwa watatu, wanne wao ni mbwa wao. Na wanasema, walikuwa watano, wasita wao ni mbwa wao. Wanavurumisha ovyo. Na wanasema, walikuwa 7, na 8 wao ni mbwa wao. Sema, Mola wangu mlezi ndiye anayejua sawa sawa hisabu yao. Hawawajui ila wachache tu. Basi usibishane juu yao ila kwa mabishano ya juu juu tu hivi, wala usiulize habari zao kwa yeyote yule. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na wewe ukiwaona utadhani wa macho, nao kwa hakika wamelala, na katika usingizi wao tulikuwa tunawageuza kulia na kushoto mara kwa mara, ili kuhifadhi miili yao isidhuriki na ardhi wakafanya madonda. Na mbwa aliyofuata alinyoosha miguu yake ya mbele mlangoni, naye kalala pia kama kwamba yu macho. Ungeliwatokea na uwamo katika hali ile, ungelitoka mbio na moyo umejaa hofu kwa walivyokuwa wanatisha katika kulala kwao. Hapana anayewaona ila tutishika nao. Hayo ili wasikaribiwe na mtu, wala wasiguswe na mtu mpaka uishe muda wao. Kama tulivyowalaza tuliwaamsha wapate kuulizana wenyewe kwa wenyewe wamelala muda gani. Mmoja wao akasema, umekupitieni muda gani katika usingizi? Wakasema, tumelala muda wa siku au baadhi ya siku. Walivyokuwa hawana yakini nayo hayo, wakasema, mwachieni mambo haya Mwenyezi Mungu, kwani yeye ni mjuzi zaidi wa haya. Na ende mmoja wenu mjini, na achukue hizi sarafu za fedha, achague chakula kizuri kabisa akuleteni mle, na awe na mafahamiano mema, wala mambo yenu yasijulikane na mtu yoyote. Kwani hao watu wakikuoneni watakuweni kwa kukupoeni kwa mawe, au watakurejesheni katika ukafiri kwa nguvu. Nanyi mkirejea ukafirini, basi hamtongokewa kabisa duniani wala akhera. Na kama tulivyowalasa na tukawaamsha, tulikuja utambulisha kwa watu wa ule mji wapate kujua kuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kufufua wafu ni ya kweli, na kiyama hapana shaka kitakuja. Watu wa ule mji wakamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Kisha Mwenyezi Mungu akawafisha wale vijana. Watu sasa wakazozana kwa mintarafu yao. Baadhi yao wakasema, jengeni jengo kwenye mlango wa pango, na tuwache wao na shani yao, kwani Mola wao mlezi anayejua vyema hali yao. Na wakasema wenye kusikilizwa miongoni mwao, hapa pahala pao tutafanya msikiti kwa sababu ya ibada. Watasema kikundi fulani katika watu wa kitabu, yani Biblia, wanaojiingiza katika mzozano wa kisa cha Ahli Kafi, yani watu wa pangoni,
kwamba hao walikuwa 3 na 4 wao ni mbwa wao, na wengine wanasema walikuwa 5 na 6 wao ni mbwa wao, tena wengine wanasema wao ni 7 na 8 wao ni mbwa wao. Waambie hawa wanaokhitalifiana, Mola wangu mlezi ni mjuzi ambaye hapana wa kumshinda ujuzi wake kuijua idadi yao, wala hapana wajuwao ila watu wachache tu ambao Mwenyezi Mungu amewajuvya hisabu yao. Basi wewe usijadiliane nao hao wanaokhitalifiana juu ya masala ya hao vijana, ila majadiliano ya juu ya upole, bila kujaribu kuwakinaisha, kwani wao hawakinaiki. Wala msimuulize yoyote kati yao juu ya habari zao. Wewe hakika imekwisha kujia iliyo kweli isiyo na shaka. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
wala usiseme kamwe kwa jambo lolote lile, hakika nitalifanya hilo kesho, isipokuwa Mwenyezi Mungu akipenda. Na mkumbuke Mola wako mlezi pale unaposahau, nasema asa Mola wangu mlezi ataniongoa kwenye uongozi ulio karibu zaidi kuliko huu. Na walikaa katika pango lao miaka 300 na wakazidisha 9. Sema Mwenyezi Mungu anajua zaidi muda waliokaa, ni zake tu siri za mbingu na ardhi, kuona kulioje na kusikia kwake. Hawana mlinzi isipokuwa yeye, wala hamshirikishi yeyote katika hukumu yake. Nasoma uliofunuliwa katika kitabu cha Mola wako mlezi, hapana wa kubadilisha maneno yake, wala nawe utapata makimbilio isipokuwa kwake. Na isubirishe nafsi yako pamoja na wanaomuomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka radhi yake, wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha ya dunia, wala usimtii tuliyemghafilisha moyo wake asitukumbuke, na akafuata matamanio yake yakawa yamepita mpaka. Nasema hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi, basi atakaye aamini na atakaye akatae. Hakika sisi tumewaandalia wenye kudhulumu moto ambao utawazunguka kama hema, na wakiomba msaada watasaidiwa kwa kupewa maji kama mafuta yaliyotibuka yatayowababua nyuso zao. Kinywaji hicho ni kiovu mno, na matandiko hayo ya kupumzika ni maovu mno. Hakika wale walioamini na wakatenda mema, hakika sisi hatupotezi ujira wa anayetenda mema. Hao watapata bustani za milele zinazopita mito kati yake. Humo watapambwa kwa mavazi ya mikononi ya dhahabu, na watavaa nguo za kijani za hariri na atlasi, huku wakiegemea humo juu ya makochi. Ni malipo bora hayo, na matandiko mazuri mno ya kupumzikia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wala usiseme kabisa kwa jambo unaloazimia kulendea na kujihimu kulitenda, mimi nitalifanya hilo baadaye, ila kusema huko kuambatane na kupenda kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema inshallah, yani Mwenyezi Mungu akipenda. Na ukisahau jambo, basi kimbilia kumtaja Mwenyezi Mungu na useme unapoazimia kufanya jambo la kuliambatanisha na kupenda kwa Mwenyezi Mungu, huenda Mola wangu mlezi akaniwafikisha kwenye bora kuliko nililoazimia kufanya na lenye kuongoka zaidi. Na hakika hao vijana walikaa katika pango lao na wamelala kwa miaka 300 na ikazidi 9. Aya hii inaonyesha ukweli wa ilmu ya falaki, yani astronomy, nayo ni kuwa ni miaka 300 kwa mwendo wa jua na miaka 309 kwa hisabu ya mwezi unaofuatwa na Waislamu. Aya hii imeitangulia elimu ya falaki. Ewe Mtume, waambie watu Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujua zama zao zote, kwani yeye subhanahu ndiye aliyehusika kujua siri za mbingu na ardhi, jinsi gani kulivyotukuka kuona kwake kwa viumbe vyote, na jinsi gani kulivyotukuka kusikia kwake kwa kila cha kusikilizana. Na hapana katika wa mbinguni na wa katika ardhi wa kuendesha mambo yao isipokuwa yeye, na wala hapana wa kumshiriki katika hukumu yake kiumbe chochote. Ewe Mtume, soma uliofunuliwa kwa wahi katika Kurani, na katika hayo yamo uliofunuliwa ya habari za hao vijana, wala usisikilize hayo maskhara yao ya kutaka ubadilishe miujiza wa Kurani kwa muujiza mwingine. Kwani hakika hapana wa kuyageuza anayosimulia Mwenyezi Mungu maneno ya haki katika miujiza yake. Hakika hapana awezaye kubadilisha hayo, wala usende kinyume na amri ya Mola wako mlezi, kwani hapo tena utapata wa kumkimbilia kukuhifadhi naye. Ewe Mtume, shikamana na usuhuba wa masahaba wako waumini wanaomwabudu Mwenyezi Mungu peke yake asubuhi na jioni daima, huku wanataka radhi zake.
wala jicho lako lisiwawache hao kuangalia wapinzani wa kikafiri kwa kutaka kustarehe nao katika mapambo ya maisha ya dunia, wala usikubali kuwafukuza waumini mafakiri katika baraza yako kwa kumridhisha huyo tuliyemghafirisha moyo wake na kutukumbuka sisi, kwa kuwa yeye mwenyewe hakuwa tayari kwa hayo, na akawa ni mtumwa wa pumbao lake, na mambo yake katika vitendo vyake vyote hayakufuata njia iliyo sawa. Na anapokatazwa nabii, basi ndiyo anakatazwa wengineo, yani sote sisi. Na hakika nabii sallallahu alaihi wasallama hataki maisha ya dunia na pumbao lake, lakini makatazo hayo anaelekezewa nabii ili wenginewe watahadhari na kutaka pumbao la dunia. Kwani ikiwa yaweza kuwa kwake kutaka pumbao la kimwili, basi kila mwanadamu yaweza kuwa katika nafsi yake. Kwa hivyo ajilinde. Sema ewe mtume, hakika haya niliyokuja nayo ni kweli tupu iliyotoka kwa Mola wenu mlezi. Basi anayetaka kuyaamini na ayaamini, kwani hiyo ni kheri yake mwenyewe. Na anayetaka kuyakataa, anayejidhulumu nafsi yake kwa ukafiri, moto utaumzunguka kama hema. Na hao waliodhulumu wakiomba wasaidiwe kwa maji huko katika Jahannam, wataletewa maji kama mafuta yaliyotibuka ya moto mno, hubabua nyuso kwa ufukuto wake. Kinywaji hicho ni kibaya mno, na Jahannamu ni pahali paovu pa mapumziko yao. Ama wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na dini ya haki uliofunuliwa wewe, na wakatenda aliyoamrisha Mola wao mlezi, nayo ni vitendo vyema, basi sisi hatutawapotezea ujira wao wa vitendo vyema walivyovitenda. Watu hao watakuwa na mabustani ambayo watastarehe ndani yake daima dawamu. Kati baina ya miti na majumba yake na pita mito, na watapambiwa yanayoonekana ni ya starehe katika dunia kama mapambo ya dhahabu, na mavazi yao ni nguo za kijani za hariri za kila namna, wakiegemea juu ya makochi na matakia na mapazia. Watapata malipo bora na bustani nzuri ya kudumu na kustarehe. Humo watapata kila wakitakacho. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Na wapigie mfano wa watu wawili, mmoja wao tulimpa vitalu viwili vya mizabibu na tukavizungushia mitende na kati yake tukatia mimea nafaka, na hivyo vitalu viwili vikitoa mazao yake, wala hapana kitu katika hayo kilichotindikia. Na ndani yake tukapasua mito, naye alikuwa na mazao mengi. Basi akamwambia mwenzake, naye akibishana naye, mimi nimekushinda wewe kwa mali na nguvu za watu. Na akaingia kitaluni kwake, naye hali anajidhulumu nafsi yake, akasema, sidhani kabisa kuwa haya yataharibika, wala sidhani kuwa hiyo saa itatokea, na ikiwa nitarudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya. Mwenzake akamwambia kwa kubishana naye, je, unamkufuru aliyekuumba kutokana na udongo, tena kutokana na tone la manii, kisha akakufanya mtu kamili? Lakini yeye Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi, wala simshirikishi na yeyote. Na lau kuwa ulipoingia kitaluni kwako ungelisema masha Allah, alitakalo Mwenyezi Mungu huwa, hapana nguvu ila kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa unaniona mimi nina mali kidogo na watoto kuliko wewe, basi huenda Mola wangu mlezi akanipa kilicho bora kuliko kitalu chako, naye akapitisha kudra yake kutoka mbinguni kukiletea hicho chako, na kikageuka ardhi tupu inayoteleza, au maji yake yakadidimia wala usiweze kuyagundua, yakateketezwa matunda yake, akabaki akipindua viganja vyake kwa vile alivyoyagharamia, na miti imebwagika juu ya chanja zake. Akawa anasema, laiti nisingelimshiriki Mola wangu mlezi na yeyote, wala hakuwa nacho kikundi cha kumsaidia badala ya Mwenyezi Mungu, wala mwenyewe hakuweza kujisaidia. Huko ulinzi ni wa Mwenyezi Mungu wa haki tu, yeye ndiye mbora wa malipo na mbora wa matokeo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Mtume, bainisha baina ya hali ya makafiri matajiri na waumini mafakiri, kwa kuwapigia mfano uliotokea hapo zamani baina ya watu wawili, kafiri na muumini. Huyo kafiri alikuwa na vitalu viwili vya mizabibu, na tukavizungushia mitende kwa ajili ya pambo na faida pia. Na baina ya hivyo vitalu tukaweka makulima mengine yaliyostawi na kutoa mazao, na kila kitalu kikawa kinatoa mazao yake kwa wingi na kubariki, wala hapana kilichotindikia. Na tukapasua mto unamiminika kati yao. Na huyo mwenye vitalu alikuwa na mali mengine yenye kutoa mazao yake pia,
basi ikamwingia ghururi kwa neema ile. Katika ile ghururi yake akamwambia mwenziwe yule muumini, nao walikuwa wakijadiliana, mimi nina mali mengi kuliko wewe, na nina kushinda kwa nguvu za jamaa zangu na wasaidizi. Kisha akaingia katika kitanu chake kimoja hapo pamoja na yule mwenziwe muumini, naye huku amejaa ghururi. Akamwambia, sidhani kabisa kuwa kitanu hichi kitapotea, wala sidhani kuwa kiyama kitakuja, na pindi ikawa nikirejea kwa Mola wangu mlezi kwa kufufuliwa kama unavyodai wewe, basi wallahi hapana shaka nitapata bustani bora kuliko kitalo hiki huko akhera, kwani mimi ni mtu wa neema kwa kila hali. Yeye huyu anakisia hayo ya ghaibu kwa haya yaliyoko sasa, wala hajui kuwa akhera malipo yake ni kwa imani na vitendo vya kheri. Mwenziye muumini akamjibu, unajiachilia kumkufuru Mola wako mlezi aliyekuumba tangu asili yako ya Adamu kutokana na udongo, kisha kutokana na tone la majimaji ya mbegu ya uzazi, kisha akakufanya mtu aliyekamilika. Ikiwa unajiona bora kwa mali yako na jamaa zako, basi mkumbuke Mola wako mlezi na asili yako ya udongo. Lakini mimi ninasema, hakika aliyeniumba mimi na akaumba ulimwengu wote huu ni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi, na mimi namwabudu yeye peke yake, wala simshirikishi na yeyote. Na lau kuwa ungelisema unapoingia katika hii bustani yako ya duniani na ukaangalia viliomo ndani yake, haya masha Allah, ndiyo aliyataka Mwenyezi Mungu, wala mimi sina nguvu ya kuyapata haya bila msaada wa Mwenyezi Mungu, hayo ingekuwa ni shukurani za kupelekea kudumu neema yako. Tena akazidi kumwambia, ikiwa umeniona mimi ni duni kuliko wewe kwa mali na watoto na wasaidizi, basi huenda Mola wangu mlezi akanipa bora kuliko hiyo bustani yako hapa duniani au kesho akhera, na akaipelekea bustani yako kudra yake aliyokadiria kama radi mathalan kutoka mbinguni, na ikawa ardhi kavu inayoteleza haina kitu, wala unyayo hautulii juu yake, au maji yake yakazama katika ardhi yasipatikane, wala usiweze kuyachota kwa kumwagia katika shamba. Mwenyezi Mungu kampatiliza yule kafiri, akayateketeza mavuno yote ya kitalu chake, na hicho kitalu chenyewe akakiangamiza, na akang'oa hata mizizi yake. Yule kafiri akabakia akipindua viganja vyake kwa kusikitikia gharama alizozitoa katika kukiimarisha kitalu chake, na baadaye kuja kikapatilizwa na uharibifu. Akatamani lau kuwa hakumshirikisha Mola wake mlezi na yeyote. Katika balaa hii hakuwa na jamaa wa kuja kumnusuru badala ya Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa kijitapa, wala hakuwa naweza kujisaidia nafsi yake, kwani hakika kila hali nusura iko kwa Mwenyezi Mungu wa haki peke yake, na yeye subhanahu ni mwema kwa mja wake muumini, humkirimu kwa malipo na humfanyia mema matokeo yake. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Na wapigie mfano wa maisha ya dunia. Hayo ni kama maji tunayoyateremsha kutoka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhi, kisha hiyo mimea ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Mali na wana ni pambo la maisha ya dunia, na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola wako mlezi kwa malipo na bora kwa matumaini. Na siku tutapoiondoa milima na ukaiona ardhi wazi na tukawafufua, wala hatutamwacha hata mmoja kati yao, na wakahudhurishwa mbele ya Mola wako mlezi kwa safu. Mmetujia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, bali mlidai kwamba hatutakuwekeeni miadi. Na kitawekwa kitabu, basi utawaona wakosefu wanavyoogopa kwa yale yaliyomo humo, na watasema ole wetu, kitabu hichi kina nini? Hakiachi dogo wala kubwa ila huliandika. Na watayakuta yote walioyatenda yamehudhuria hapo, na Mola wako mlezi hamdhulumu yeyote. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Mtume, watajie watu mfano wa maisha duniani, vipi uzuri wake na kupendeza kwake, na mara hupotelea mbali. Ni kama mfano wa maji yanateremka kutoka mbinguni, yakamwagiwa mimea ikanawiri, ikastawi, kisha punde si punde ikakauka, ikawa vibua vikavu vilivyokatika vikipeperushwa na upepo. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuleta na kuondoa kitakacho. Mali na wana ni pambo na starehe kwenu katika uhai wa duniani, na pia ndiyo nguvu zenu. Lakini vyote hivyo havina dawamu, hivyo vina mwisho wake, havibaki. Na vitendo vyema vyenye kubaki ni bora kwenu mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeye hukumiminieni kwa ukarimu thawabu zake, na hivyo ndiyo bora ya matumaini ya binadamu. Na ewe Mtume, waonye watu kwa siku ambayo vyote viliopo vitaondoka. Milima itaondoka, na mtaiona ardhi tupu wazi imetanda, hapana chochote kilichokuwapo cha kuistiri. Na tutawafufua watu kwa ajili ya hisabu, na hatutamwacha hata mmoja kati yao. Na siku hii watu watahudhurishwa kwa makundi, wakipangwa kwa masafu kwa ajili ya hisabu. Na Mwenyezi Mungu mtukufu atasema, tumekufufueni kutokana na mauti kama tulivyokuumbeni pale mara ya mwanzo. Na mmetujia peke yenu mmoja mmoja, bila ya mali na bila ya wana. Na duniani mlikuwa mkikanusha kufufuliwa na kuhesabiwa. Na katika mkono wa kila mmoja hapo kitawekwa kitabu cha vitendo vyake. Waumini watakiona na watafurahi kwa yaliyomo humo, na wakanushaji wataona nao wamejaa hofu kwa vitendo vyao vilivyomo humo. Watasema wakishaona hayo, hila kigani hii? Tunastaajabia kitabu hiki hakikuacha hata dogo katika vitendo vyetu wala kubwa, ila kimetuandikia. Na wataona malipo walioyatenda ni ya haki, wala Mola wako mlezi hamdhulumu yoyote katika waja wake. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Na tulipowaambia malaika msujudieni Adam, walimsujudia isipokuwa Iblisi. Yeye alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake mlezi. Je, mnamshika yeye na dhuria zake kuwa marafiki badala yangu, hali wao ni adui zenu? Ni ovu mno badala hii kwa wenye kudhulumu. Sikuwashuhudisha kuumbwa kwa mbingu na ardhi, wala kuumbwa kwa nafsi zao, wala sikuwafanya wapotezao kuwa ni wasaidizi. Na siku atakaposema, waiteni hao mliodai kuwa ni washirika wangu, basi watawaita na wao hawatawaitikia, nasi tutaweka baina yao maangamio. Na wakhalifu watauona moto na watajua ya kwamba wao lazima wataingia humo, wala hawatapata pa kuepuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Mtume, watajie mwanzo wa kuumbwa kwao ili wajue kuwa wao wametokana na udongo, basi wasikae wakidanganyika na hayo walionayo. Wakamnyenyekea Iblisi, adui wa baba yao, kwani yeye alikuwa katika majini, akajivuna na akamwasi Mwenyezi Mungu. Basi yawaje baada ya kushajua habari zake mkamfanye yeye na kizazi chake kuwa ndio wasaidizi wenu badala ya Mwenyezi Mungu, na hao ndio adui zenu. Badala hii ni ovu kwa mwenye kuidhulumu nafsi yake na akamtii Shetani. Mimi sikumwonyesha Iblisi wala dhuria zake nilipoumba mbingu wala ardhi, wala sikuwashuhudisha baadhi yao nilipoumba wenzao ili wanisaidie, wala sikuwa nina haja ya msaidizi wowote, licha kuwa nikatafute wapotovu ndio wawe wasaidizi wangu. Basi yawaje mnakwenda mtii Shetani na mkaniasi mimi. Watajie siku watayowaambia Mwenyezi Mungu washirikina, waiteni hao mliokuwa mkidai duniani kuwa ni washirika wangu katika ibada, ili wakuombeni kwa mujibu wa madai yenu. Nao watawaita na hao hawatawaitikia. Nasi tumejalia sasa hapana baina yao ila ni maangamizo tu kwa makafiri, baada ya kuwa duniani walikuwa na mawasiliano ya ibada na mapenzi. Na wakosefu watauona moto, na watayakinika kuwa hapana shaka watauingia tu, wala hawatakuwa na pahala pengine badala yake. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا
يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا na bila shaka tumewaelezea watu katika hii Qur'an kila namna ya mfano, lakini mwanadamu amezidi kuliko kila kitu kwa ubishi, na hapana kilichowazuia watu kuamini ulipowajia uongofu na wakaomba maghfira kwa Mola wao mlezi, isipokuwa yawafikie wale wa zamani au iwafikie adhabu jahara. Na hatuwatumi mitume ila wawe wabashiri na waonyaji, na waliokufuru wanabishana kwa uongo ili kwa uongo huo waivunje kweli, na wanazifanya ishara zangu na yale walioonywa kuwa ni mzaha. Na ni nani dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule anayekumbushwa ishara za Mola wake mlezi naye akazipuuza na akasahau yaliyotangulizwa na mikono yake? Hakika sisi tumeweka vifuniko juu ya nyoyo zao ili wasifahamu, na uziwi kwenye masikio yao, na ukiwaita kwenye uongofu hawakubali kabisa kuongoka. Na Mola wako mlezi ni msamehevu mwenye rehema. Lao angeliwachukulia kwa mujibu walioyachuma, bila shaka angeliwafanyia haraka kuadhibu, lakini wanayo miadi ambayo hawatapata makimbilio yoyote ya kuepukana nayo. Na miji hiyo tuliwaangamiza watu wake walipodhulumu, na tukawawekea miadi ya maangamizo yao. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na Mwenyezi Mungu amewatajia watu katika Qur'ani hii wanaikanusha na wakataka waletewe muujiza mwinginewe, mifano namna kwa namna, ili wapate kuaidhika kwayo. Lakini mwanadamu tabia yake ni kupenda kubishana. Akiwa kafiri basi atabisha hata kwa uongo. Na hapa ilowazuia washirikina kuamini zilipowafikia sababu za kuongoka, nazo ni huyu mtume na Qur'ani, isipokuwa ukaidi wao na kumtaka mtume awaletee aliyowaletea Mwenyezi Mungu wale watu wa zamani, nayo ni kuangamizwa moja kwa moja kama kuliwapata hao wakale, au awaletee adhabu ya dhahiri hivi. Lakini Mwenyezi Mungu hawatumi mitume wake ila kwa ajili ya kutoa bishara njema na kuonya, wala hawatumi kwa ajili ya hao wenye inda wawatake walete miujiza makhsusi. Lakini waliokufuru wanaacha hoja na wanabishana na mitume kwa upotovu ili waipotoe haki.
na msimamo wao kwa Qur'ani na maonyo ni msimamo wa mwenye kejeli na maskhara, ambaye hana makusudio ya kutafuta hakika ya mambo. Na hapana yeyote aliyedhalimu mkubwa zaidi kuliko huyo anayewaidhiwa kwa ishara za Mola wake mlezi na yasizingatie, na akasahau nini matokeo ya maasi yake anayotenda. Hakika sisi kwa sababu ya kuelekea kwao kwenye ukafiri tumeweka vifuniko juu ya nyoyo zao, basi nyoyo zao hazitambui wala haziingii mwangaza, na masikioni mwao tumetia uziwi, basi hawasikii la kuwafahamisha. Na wewe mtume ukiwaita kwenye dini ya haki hawataongoka maadamu tabia yao ni hii. Na Mola wako mlezi mtukufu mwingi wa kusamehe makosa ya waja wake, mwenye rehema kunjufu kwa mwenye kumwelekea. Lau wangelipenda kuwatwaa kwa maovu wanatendayo, basi angeliwapatiliza upesi kama alivyokwisha watanguliza wenginewe. Lakini hii ni hikma yake aliyoikadiria, anawaakhirisha mpaka ufike wakati atapowaonjesha adhabu kali kabisa, na hapo hawatopata pa kukimbilia na kuwalinda. Na hii basi ndiyo miji ya kale tuliyoiteketeza pale watu wao walipodhulumu kwa kuwakanusha mitume wao, na sisi tukawekea miadi ya kuangamiza isiyo na khitilafu. Hali kadhalika itakuwa ya hao katika kaumu yako wanaokanusha ikiwa hawaamini. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Na pale Musa alipomwambia kijana wake, sitoacha kuendelea mpaka nifike zinapokutana bahari mbili, au nitaendelea kwa muda mrefu. Basi wawili hao walipofika zinapokutana hizo bahari mbili walimsahau samaki wao, naye akashika njia yake kaporonyokea baharini. Walipokwisha pita alimwambia kijana wake, tupe chakula chetu cha mchana.
kwa hakika tumepata machofu kweli kwa hii safari yetu. Akasema, waona, pale tulipopumzika penye jabali, basi mimi nilimsahau yule samaki, na hapana aliyenisahaulisha nisimkumbuke ila shetani tu, naye akashika njia yake baharini kwa ajabu. Akasema, hayo ndiyo tuliyokuwa tunayataka. Basi wakarudi nyuma kwa kufuata njia waliojia. Basi wakamkuta mja katika waja wangu, tulimpa rehema kutoka kwetu na tukamfunza mafunzo yaliyotoka kwetu. Musa akamwambia, nikufuate ili unifunze katika ule uongofu uliofunzwa wewe? Akasema, hakika wewe hutaweza kuvumilia kuwa pamoja nami. Na utawezaje kuvumilia yale usiyoyajua vilivyo ndani wake? Akasema, insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, utaniona mvumilivu wala sitoasi amri yako. Akasema, basi ukinifuata usiniulize kitu mpaka mimi nianze kukutajia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na hakika hapana mtu anayejua ya Mwenyezi Mungu ila yeye mwenyewe anapompa kipawa hicho nabii au mtu mwema. Ewe mtume, simulia kuwa Musa bin Imran alimwambia kijana wake, mtumishi wake, mwanafunzi wake, sitoacha kwenda mpaka nifike zinapokutana bahari mbili, au basi nitaendelea kwenda tu muda mrefu. Basi Musa na kijana wake walipofikiria pahala panapokusanyika bahari mbili, wakamsahau samaki wao waliokuwa wamemchukua kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Akatumbukia baharini, akashika njia yake katika maji. Musa na kijana wake walipofika mbali na pahala pale na wakaona njaa na machofu, Musa akamwambia kijana wake, tupe cha kukila, hakika tumepata taabu na mashaka katika safari yetu hii. Kijana wake akasema, unakumbuka pale tulipopumzika kwenye lile jabali, basi mimi nilimsahau yule samaki, na hapana aliyenisahaulisha ile shetani, na hapana shaka samaki yule katumbukia baharini, na mimi hakika najistaajabia kusahau kwangu huku. Musa akamwambia, haya yaliyotokea ndiyo tuliyokuwa tunayataka kwa mujibu wa hekima anayoitaka Mwenyezi Mungu. Basi wakarejea nyuma kwa njia yao ile ile waliyojia, wakizifuata nyayo zao mpaka wakafika kwenye ile jabali. Hapo wakamkuta mja miongoni mwa waja wangu waliowema, tuliyempa hikma na tukampa ujuzi mwingi kutokana kwetu. Musa akamwambia yule mja mwema, je, nenda nawe upate kunifunza nami aliyokufunza Mwenyezi Mungu? Akamwambia, hutaweza kustahamili kufuatana nami, na utawezaje kustahimilia jambo lisilopata kukufika mfano wake? Musa akasema, inshallah, Mwenyezi Mungu akipenda, utaniona mimi ni mwenye kusubiri na mtiifu kwako kwa yote utaniamrisha. Yule mja mwema akasema, basi ukinifuata na ukayaona usiyafahamu, usiingie kuniuliza mpaka nianze mimi kukusimulia. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت
شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Basi wawili hao wakatoka hata walipopanda jahazi akaitoboa akasema unaitoboa uwazamishe watu wake hakika umefanya jambo baya. Akasema sikukwambia utaweza kuvumilia kuwa pamoja nami? Akasema usinichukulie kwa niliyosahau wala usinipe uzito kwa jambo langu. Basi wakatoka wawili hao mpaka wakamkuta kijana akamuua. Akasema ala, umemuua mtu asiye na kosa na wala hakuua? Ama hakika umefanya jambo baya kabisa. Akasema je, sikukwambia kwamba hakika wewe huwezi kuvumilia kuwa pamoja nami? Akasema nikikuuliza kitu chochote baada ya haya usifuatane nami, kwani umekwisha pata udhuru kwangu. Basi wakatoka mpaka wakawafikia watu wa mji mmoja, wakawaomba watu wake wawape chakula, nao wakakataa kuwakaribisha. Hapo wakakuta ukuta unataka kuanguka, akausimamisha. Akasema ungelitaka ungelichukua ujira kwa haya. Akasema huku ndiyo kufarikiana baina yangu na wewe. Sasa nitakueleza maana ya yale uliyokuwa huwezi kuyastahimilia.
ama ile jahazi ilikuwa ya maskini za Mungu wafanyao kazi baharini. Nilitaka kuiharibu, kwani nyuma yao alikuwako mfalme anaosubu majahazi yote. Na ama yule kijana, wazazi wake walikuwa ni waumini, tukahofu wasije watia mashakani kwa uasi na ukafiri. Basi tulitaka Mola wao mlezi awabadilishie aliye bora zaidi kuliko huyo kwa kutakasika, na aliye karibu zaidi kwa huruma. Na ama ukuta huo ulikuwa ni wa vijana wawili mayatima kule mjini, na chini yake ilikuwako hazina yao, na baba yao alikuwa ni mtu mwema. Basi Mola wako mlezi alitaka wafikie utu uzima na wajitolee hazina yao wenyewe, kuwa ni rehema itokayo kwa Mola wako mlezi. Wala mimi sikutenda hayo kwa amri yangu. Hiyo ndiyo tafsiri ya hayo ambayo wewe hukuweza kuyasubiria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wakatoka wakitambaa na mfuko wa bahari mpaka wakakuta jahazi wakaipanda. Yule mja mwema akaitoboa jahazi ile na wimo safarini. Musa akapinga kwa kusema, umeitoboa makusudi upate kuwazamisha watu wake, ama hakika umefanya jambo ovu? Yule mja mwema akasema, mimi nilikwisha kwambia kuwa hakika wewe hutoweza kusubiri kuwa nami. Musa akamwambia, usinichukulie kwa kusahau wasia wako, wala usinikutishe mashaka katika kutafuta elimu kwako, na ukaifanya hiyo kazi nzito. Na baada ya kutoka kwenye jahazi ile wakaingia kuendelea safari yao. Njiani wakamkuta kijana. Yule mja mwema akamuua yule kijana. Musa akasema kwa kuchukia, unakwenda muua mtu asiye na kosa lolote, na wala hakumuua mtu yeyote. Hakika umefanya jambo ovu kweli kweli. Mja mwema akamwambia Musa, mimi nalikwambia kwamba wewe hutaweza kustahamili ukanyamaza kimya usiniulize. Musa akasema, nikikuuliza lolote baada ya mara hii, basi usifuatane nami, kwani umekwisha fikiria kiwango cha kupata udhuru wa kutokuwa nami. Wakenda hata wakafika kwenye mji, wakawataka watu wake wawape chakula, wakakataa kwa kirimu. Wakakuta ukuta umeinama, wakaribia kuanguka. Yule mja mwema akaudiriki, akaujenga mpaka akausimamisha sawa. Musa akasema, ungelitaka ungeliweza kudai ujira kwa kazi uliyoifanya. Mja mwema akasema, huku kutaaradhi kwako mara kwa mara kwa niyatendayo mimi ndiyo sababu ya kufarikiana mimi nawe. Sasa basi nitakueleza hikima ya yote haya ambayo wewe huyajui undani wake, wala hukuweza kuyasubiria yaliyofichikana ukangojea kujua hakika yake na siri yake. Ama ile jahazi niliyoitoboa ilikuwa ni ya watu wanyonge wenye haja, ambazo kazi yao ni ya baharini wakitafuta riziki yao. Basi mimi nikataka kukitia kile chombo chao kisitakikane, kwani nyuma yao yuko mfalme mtindo wake ni kupokonya kila jahazi nzima. Kughushi, kupokonya, hata kukiitwa kutaifisha ni dhambi kubwa kabisa kwa Mwenyezi Mungu, kwani dhulma. Ama yule kijana niliyemuua, baba yake na mama yake walikuwa ni waumini. Tulikuwa tunajua kuwa angeliishi, angelikuwa ndiyo sababu ya ukafiri wao. Basi tukataka kwa kumuua huyo mtoto Mwenyezi Mungu awape badala yake aliye bora zaidi kwa dini, na mwema zaidi na mwenye huruma. Ama ule ukuta niliousimamisha bila ya ujira ulikuwa wa vijana wawili mayatima katika watu ule mji, na chini yake ilikuwako hazina walioachiwa na baba yao, naye alikuwa ni mtu mwema. Basi Mwenyezi Mungu alitaka kuwahifadhia hazina yao ile mpaka wakuwe wawe na akili zao, na wajitolee wenyewe hazina yao kuwa ni rehema kwao, na kumtukuza baba yao kwa kupitia dhuria zake. Nami sikufanya niliyoyafanya kwa jitihada ya nafsi yangu, bali nimefanya hayo kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni tafsiri ya hayo yaliyofichikana kwako wewe Musa, nawe usiweze kuyavumilia.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
na wanakuuliza habari ya Dhulqarnaini, waambie nitakusimulieni baadhi ya hadithi yake. Sisi tulimtilia nguvu katika ardhi na tukampa njia za kila kitu, basi akaifuata njia. Hata alipofika macho ya jua, aliliona linatua katika chemchemu yenye matope meusi, na hapo akawakuta watu. Tukasema, ewe Dhulqarnaini, ama uadhibu au watwae kwa wema. Akasema, ama aliyedhulumu basi tutamuadhibu, na kisha atarudishwa kwa Mola wake mlezi amuadhibu adhabu isiyojulikana. Na ama aliyeamini na akatenda mema, basi atapata malipo mazuri, nasi tutamwambia lilo jepesi katika amri yetu. Kisha akaifuata njia. Hata alipofika matokeo ya jua, aliliona linawachomozea watu tusiowawekea pazia la kuwakinga nalo. Ndiyo hivyo hivyo, na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote. Kisha akaifuata njia. Hata alipofika baina ya milima miwili, alikuta nyuma yake watu ambao takriban hawakuwa wanafahamu lolote. Wakasema, ewe Dhulqarnaini, hakika Juju wa Maajuju wanafanya uharibifu katika nchi. Basi je, tukulipe ujira ili utujengee baina yetu na wao ngome? Akasema, yale Mola wangu alioniwezesha ni bora zaidi, lakini nyinyi nisaidieni kwa nguvu zenu. Nitakujengeeni kizuizi baina yenu na wao. Nileteeni vipande vya chuma. Hata alipoijaza nafasi iliyo kati ya milima miwili, akasema, vukuteni. Hata alipokifanya kama moto, akasema, nileteeni shaba iliyoyayuka nimwagie. Basi hawakuweza kuukwea wala hawakuweza kuutoboa. Akasema, hii ni rehema itokayo kwa Mola wangu mlezi, na itapofika ahadi ya Mola wangu mlezi atauvunja vunja, na ahadi ya Mola wangu mlezi ni kweli tu. Na siku hiyo tutawaacha wakisongana wao kwa wao, na baragumu litapulizwa, na wote watakusanywa pamoja. Na siku hiyo tutawadhihirishia wazi jahanamu makafiri waione, wale ambao kwamba macho yao yalikuwa paziani hayanikumbuki, na wakawa hawawezi kusikia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Mtume, baadhi ya makafiri wanakuuliza habari za Dhulqarnaini, waambie nitakusimulieni baadhi ya habari zake. Tumemtilia nguvu amri yake katika ardhi, akiendesha humo mambo kwa mazingatio yake na utawala wake, na tukampa ujuzi mwingi kwa njia ambazo kwazo akiweza kuongoza mambo. Kwa kutumia njia hizo aliweza kueleza madaraka yake katika ardhi, na akafuata njia mpaka akafika huko magharibi kunakokuchwa jua. Akenda mpaka akafika pahala mbali huko upande wa magharibi, akalikuta jua kwa linavyoonekana kwa macho kama kwamba inazama pahala penye chemchemi ya maji ya moto na matope meusi. Na karibu ya chemchemu hii Dhulqarnaini aliwakuta watu makafiri. Mwenyezi Mungu akamtia moyoni mwake afanye mojapo ya mambo mawili: ama waite kwenye imani, na hili kwa hakika ni jambo zuri, au awapige vita ikiwa hakuitikia wito wa imani. Dhulqarnaini akawatangazia, katika wao walijidhulumu nafsi yake kwa kubakia katika ushirikina, basi amestahiki adhabu ya duniani kutokana naye, na kisha atarejea kwa Mola wake mlezi, naye atamuadhibu adhabu kali wasiyojua. Na ama mwenye kumwitikia na akamwamini Mola wake mlezi na akatenda mema, basi atapata malipo mazuri ya akhera, na hapa duniani tunamchukulia kwa upole na wepesi. Kisha Dhulqarnaini akaendelea vile vile huku akiomba taufiki ya Mwenyezi Mungu, na akafuata njia ya kufikiria matokeo ya jua upande wa mashariki. Hata akafika linapochomoza jua kwa yaonekanavyo kwa macho mwisho wa majenzi, akawaona watu wanaishi katika ushenzi kabisa, hawana hata cha kuastiri na joto.
na kama Dhulkarnaini alivyowaita watu wa magharibi waje kuamini, basi kadhalika aliwaita hawa na akaenda nao mwendo ule ule wake wa mwanzo. Kisha akaendelea vile vile akitumia mbinu alizomsahilishia Mwenyezi Mungu za kumpa taufiki, akishika njia baina ya mashariki na magharibi, mpaka akafika katika safari yake ya 3 pahala mbali baina ya milima miwili mirefu, na huko akakuta watu ambao hawafahamu wanaloambiwa ila kwa uzito na mashaka. Hiyo ngome au boma baina ya milima miwili iliyotajwa katika maelezo ya juu ni milima ya Azerbaijan na Armenia, na kauli nyingine ni kaskazini ya mwisho katika jimbo la Turkistan. Walipoziona nguvu zake na uwezo wake, wakamtaka wasimamishie ngome ya kuwalinda na Juju wa Majuju. Nao hao ni watu wanawaonea maya na wanawafisidia na kuwaharibia nchi yao, na wao walikuwa watayari wamlipe ujira kwa kazi hiyo. Akawajibu kwa kuambia, mali na madaraka aliyonijalia Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko hayo mnayotaka kunipa. Akaanza kusimamisha hiyo ngome, na akawataka wamsaidie kama wezavyo kwa watu na zana ili awatimizie wayatakayo. Akawataka wamkusanyie vipande vya chuma, wakakusanya kama alivyotaka. Akajenga kwa hivyo ngome ndefu iliyolingana na kingo za milima hiyo miwili. Kisha akawaamrisha wawashe moto, wakauwasha mpaka chuma kikayuka. Tena akamimina juu yake shaba iliyokwisha yayushwa, ikawa ngome madhubuti haipitiki. Basi wale mahasidi hawakuweza kulikweli lile boma jinsi lilivyokwenda juu, wala kulitoboa kwa ugumu wake. Dhulkarnaini alipokwisha jenga ile ngome alisema kumshukuru Mwenyezi Mungu, ngome hii ni rehema iliyotoka kwa Mola wangu mlezi kwa ajili ya waja wake, na itabaki hivi hivi imesimama mpaka ije amri ya Mwenyezi Mungu kuiteketeza. Hapo tena itakuwa sawa sawa na ardhi, na amri ya Mwenyezi Mungu lazima itimie bila muhali. Na tangu kujengwa boma hilo, Juju wa Majuju wakabaki nyuma yake wakipambana wenye kwa wenyewe, na wengine wakasalimika na shari yao. Ikifika siku ya Kiyama, likapulizwa baragumu, Mwenyezi Mungu atawakusanya viumbe wote kwa ajili ya hisabu na malipo. Na hapo Mwenyezi Mungu ataonyesha wazi makafiri Jahanamu iwatie kitisho, na atawatumbukiza humo. Na hayo ni kwa kuwa macho yao walipokuwa duniani walikuwa yameghafilika, hayaoni ishara za Mwenyezi Mungu, kama kwamba yamezibwa na pazia, na walikuwa kwa upotovu wao hawawezi kusikia wito wa haki kama mtu aliyekuwa kiziwi. Wale ambao kwamba macho yao yalikuwa paziani hayanikumbuki na wakawa hawawezi kusikia, ni wale ambao macho yao yameghafilika na kunizingatia mimi katika mbingu na ardhi. Na kwa hivyo hii aya tukufu inazindua watu wazingatie yote yaliyowazunguka yanayoonyesha ishara za kuwapo Mwenyezi Mungu. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا
اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Je, wanadhani waliokufuru ndio wafanye waja wangu ndio walinzi wao badala yangu mimi? Hakika sisi tumeiandaa jehanamu iwe ndipo mahala pa kuteremkia makafiri. Sema, je, tukutajieni wenye hasara mno katika vitendo vyao? Ni wale ambao juhudi yao katika maisha ya dunia imepotea bure, nao wanadhani kwamba wanafanya kazi nzuri. Hao ni wale waliozikanusha ishara za Mola wao mlezi na kukutana naye. Kwa hivyo vitendo vyao vimepotea bure, na wala siku ya kiyama hatutawathamini kitu. Hiyo jehanamu ni malipo yao kwa walivyokufuru na wakafanyia kejeli ishara zangu na mitume wangu. Hakika wale walioamini na wakatenda mema, mashukio yao yatakuwa kwenye pepo za Firdausi. Watadumu humo, hawatataka kuondoka. Sema, lau kuwa bahari ndiyo wino kwa maneno ya Mola wangu mlezi, basi bahari ingelimalizika kabla ya kumalizika maneno ya Mola wangu mlezi, hata tungelileta mfano wa hiyo kuongezea. Sema, mimi ni mwanadamu kama nyinyi, nailetewa wahi kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja. Mwenye kutaraji kukutana na Mola wake mlezi, basi na atende vitendo vyema, wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake mlezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Je, macho ya makafiri yamepofuka hata wakadhani kwamba kuwafanya watumwa wangu malaika na Isa kuwa ni miungu, wakiwaabudu badala yangu mimi kutawapa manufaa na kuwakinga na adhabu? Hakika sisi tumewaandalia jehanamu ndiyo pahali pao pa kukaa, wapate huko malipo wanayoyastahiki. Ewe mtume, waambie hawa makafiri, je, nikutajieni watu wataopata hasara mno kwa vitendo vyao na wataokosa thawabu? Ni hao walioharibika vitendo vyao katika maisha duniani kwa kuharibika itikadi yao, na hali wao wanaitakidi kuwa ndiyo wanafanya vitendo vyema. Hao ndiyo walizikataa dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu, na wakaikanusha siku ya kufufuliwa na kuhesabiwa. Basi vitendo vyao vimepotea bure, na siku ya kiyama watastahiki kudharauliwa na kupuuzwa, kwani hawana amali ya kutiwa maanani. Hayo ndiyo tuliyoyabainisha na tukayapambanua hali ya hawa na malipo yao kwa hayo ni jehanamu, kwa sababu ya kufuru zao na kuzifanyia maskhara ishara za Mwenyezi Mungu alizoziteremsha na mitume aliyowatuma. Hakika waliothibiti katika imani na wakatenda mema, malipo yao ni bustani za Firdausi wanazoziingia. Wataneemeka milele, wala hawatataka badala yake chochote. Ewe mtume,
waambie watu, hakika ujuzi wa Mwenyezi Mungu umekusanya kila kitu, na lau kuwa maji ya baharini ni wino wa kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu yanayoonyesha ujuzi wake na hikma yake, basi wino huo ungelimalizika, na hata ungeliongezwa wino mwingine kama huo kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu. Ewe Mtume, waambie watu, hakika mimi ni mtu tu kama nyinyi, nimetumwa kwenu nikufunzeni aliyonifunza Mwenyezi Mungu. Nimefunuliwa, yani nimepewa wahi, ya kwamba Mungu wenu ni mmoja, hana mshirika wake, anayetumai kukutana na Mwenyezi Mungu na kupata malipo yake, basi na atende vitendo vyema kwa usafi wa nia, na ajitenge mbali na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote katika ibada.